Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema serikali imefanikiwa kutoa vibali vya kazi 41,500 za ajira katika mwaka 2025-2026 ikiwa ni sehemu ya kutambua umuhimu wa nguvu kazi katika ujenzi wa taifa la Tanzania. Hayo yamebainishwa mapema hii leo Disemba 12 mwaka 2025 katika kikao kazi cha mkutano wa mawaziri na waandishi wa habari ambacho kimeandaliwa na ofisi ya Idara ya Habari Maelezo na kufanyika katika kituo cha urithi wa ukombozi, ambapo pia amesema kwa sasa serikali imetoa ajira katika nafasi 12,000. Kati ya hizo nafasi 7,000 ni kada ya afya na nafasi 5,000 ni kada ya elimu. Serikali katika mwaka 2025-26 imefanikiwa kutoa vibali vya kazi 41,500 za ajira, ikiwemo nafasi 12,000 za ajira ambayo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika ahadi hiyo nafasi 5,000 ni kada ya afya na nafasi 7,000 ni kada ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati, ikiwa ni uzalishaji wa ajira zilizo rasmi ndani ya siku 100 baada ya kuingia madarakani. Serikali itaendelea kuhakikisha kuwa nafasi za ajira katika utumishi wa umma zinakuwa za wazi na za ushindani kama sera inavyotutaka. Aidha, Waziri Kikwete amesema kuwa serikali imejipanga kurahisisha zoezi la usahili kwa waombaji kuanzia awamu hii, ambapo kwa sasa kila mhusika atafanyiwa usahili katika mkoa wake, jambo litakalosaidia kuondoa usumbufu na gharama kwa wahusika. Katika eneo hili labda nieleze kidogo tu waandishi wa habari. Usahili sasa hivi unafanyika katika ngazi zote, yani katika kila mkoa unafanyika. Kwa hiyo wale ambao wanaishi Kigoma hawana sababu tena ya kutembea toka Kigoma kwenda Dodoma, au mtu anaishi Tanga atembee aje Dar es Salaam. Hiyo haipo tena sasa hivi. Kwa hiyo sasa hizi watu watafanya hizo usahili katika mikoa yao huko waliko, ili kuhakikisha usahili unafanyika kwa wakati na kwa lengo la kuongeza ufanisi. Usahili wa mchujo wa nafasi hizo utafanyika kutumia mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa online aptitude test, na utafanyika katika vituo mbalimbali kama vile taasisi za elimu ya juu, vyuo vya mafunzo na ufundi na ufundi stadi VETA, na shule za sekondari zenye maabara za kompyuta zinazopatikana katika mikoa yote na vituo mahususi huko Unguja na Pemba. Katika kuboresha huduma, Wizara ya Utumishi wa Umma imefanikiwa kukamilisha marekebisho ya mfumo maalum wa e-mrejesho ili kusaidia kukusanya taarifa za maoni na mapendekezo kwa wananchi katika kuboresha huduma kwenye taasisi fulani, pamoja na kuanzishwa kwa daftari la watumishi katika kutoa maoni au mapendekezo katika ofisi za serikali. Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora imefanya marekebisho ya mifumo ikiwemo mfumo wa e-mrejesho ili kuwawezesha wananchi hususa walio mbali na maeneo ya ofisi hizo kutoa maoni na kama wana malalamiko, lakini wakati mwingine pia hata kama kuna pongezi kuhusu huduma zinazotolewa na serikali na taasisi zake. Mfumo huu wa e-mrejesho unapatikana kwenye simu ya mkononi kupitia namba *152 *00 reli, kisha chagua 9, kisha chagua 2 na kisha mchagua tena 2. Mfumo huu kwa sasa utakuwa na moju ya sema na kiongozi, ambao wananchi wote wataweza kutoa mrejesho, yaani maoni yao, na kama kuna malalamiko au pongezi, moja kwa moja kwa waziri mhusika, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya au mtendaji wa taasisi yote ya umma, na kujibiwa ujumbe huo kwa SMS. Lakini pamoja na hilo pia, katika kutekeleza malengo mapana ya serikali kuhusu kuimarisha mifumo na kuongeza ufanisi na uwajibikaji kwa watumishi wa umma, ofisi yangu imejenga mfumo wa kielektroniki kwa daftari la huduma la serikali, Government Service Directory GSD, ambao lengo la kuanzishwa daftari hili ni kuongeza ufanisi na uwazi katika taarifa zote za huduma, kuanzia michakato ya huduma hadi gharama zake. Taarifa zinazopatikana katika daftari hizi zinabainisha huduma itolewayo na taasisi husika, vigezo na masharti ya kupata huduma hizo, taratibu za kupata huduma, gharama za huduma hizo kama zipo. Lakini pia daftari hilo linaonyesha vituo au mahala panapotolewa huduma, njia za mawasiliano na utaratibu wa kutoa maoni
malalamiko, pongezi au mapendekezo. GMTV, Dar es Salaam.